Bila shaka tuko katika sehemu ya kupendwa ya matukio ya wiki ambapo tutakuwa tukiangazia matukio mbalimbali ambayo yamejiri wiki hii. Tutakuwa tukizungumza nao wanahabari wetu katika maeneo mbalimbali: Kisumu, Nyeri, Mombasa, Nairobi, kuweza kusikia kauli zao kuhusiana na matukio ambayo yamejiri wiki hii, vile vile masuala ya kitaifa ambayo yameibuka. Tutaanza kuzungumzia swala la ufadhili wa elimu ambao umepunguzwa. Je, ufadhili huu ukipunguzwa utakuwa na maana gani kwa wanafunzi, kwa wazazi na shule ambazo zinategemea ufadhili kutoka kwa serikali? Na vile vile tutakuwa na wito wa mazungumzo. Ni moja ya mada ambazo tutakuwa tukizipigia mbizi kuweza kufahamu, je, mazungumzo yatastahili kwa sasa hivi na mazungumzo yatakuwa yanamlenga nani? Baadaye tutakuwa tukiangalia matibabu ya wabunge ughaibuni. Mbunge maalum Sabina Chege akiwasilisha mswada bungeni kutaka wabunge wote kutibiwa humu nchini, sio kwenda kutibiwa katika mataifa ya ughaibuni. Alafu tutakuwa tukiangazia nganya culture, hulka yao, tabia zao potovu, tabia zao mbaya, ukiukaji mkubwa wa sheria za trafiki. Ni baadhi ya masuala tutakuwa tukiangazia humu ndani. Alafu baadaye tutakuwa tukifunga na itikadi kali kule katika eneo la Binzaro, kuweza kufahamu itikadi kali hizi katika eneo hilo zimerudi kwa nini, kwa sababu ni katika eneo ambalo takriban watu 400 waliaga dunia kutokana na itikadi kali katika eneo la Shakahola. Lakini tunaona bado itikadi kali hizo za kidini bado zinaendelea na zinashuhudiwa. Nataka tuungane naye mwanahabari mwenza Bramwell Bwire katika kaunti ya Kisumu. Tuanze kutueleza na kutufahamisha kuhusiana na kauli za wananchi kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo tutakuwa tukiyajadili hapa leo hii, ikiwa ni moja ya baadhi ya matukio ambayo yapo. Tutaweza kusikia kauli za kule na kauli za wachanganuzi hapa studioni. Habari za asubuhi Bwire. Shukran sana Yeri, hali shwari hapa Kisumu, jua limechomoza. Na ulivyosema kweli, hapa nilipo naangazia swala hili la mazungumzo ya rika, yani intergenerational conclave, ambalo limeweza kupendekezwa na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Hapa tulipo Kisumu ndo ngome sugu ya ODM, yani ngome yake Raila Odinga. Lakini sasa moja kwa moja niruhusu nizungumze na bwana Chris Owala. Yeye ni mkazi wa hapa Kisumu na vile vile ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii. Chris, shukrani sana kwa kutenga muda kusema nasi. Raila Odinga amependekeza Wakenya kuhusika katika yale mazungumzo ya rika. Wewe kama mkazi wa Kisumu na mchanganuzi wa masuala ya jamii pamoja na siasa, unachukuliaje pendekezo hili la Odinga? Je, lina umuhimu wakati huu? Hiyo pendekezo la Raila sahi Bramwell haina maana. Kwa maana unasikia jana serikali pia wanasema wawezi finance education. Wakenya wako clear vitu wanawataka, and it's not good to take them for a ride, because our expectations are that the government need to serve the people. The government made promises to the Kenyans, which that's what they're supposed to do. There's nothing new that the conclave will bring, because young people have known that they need jobs, they need to go to school, and you can see that the status of education in Kenya, the government is not financing it. So if the government cannot finance education, what else do they want to finance? They cannot finance education, and there are a lot of money they are wasting in the State House renovation. They are wasting in the movement in the form of Harambee, where they want to do handouts to people, and they don't focus on the real issues that's troubling Kenyans. So I think it is a joke taken too far. Kenyans are tired of meandering, and it is high time that the government listen to the people, so without wasting their time. Wakati ambapo wanapendekeza, labda unasema kwamba haihitajiki kuwepo yale mazungumzo, wewe unahisi kwamba haya mazungumzo yanalenga nini ama yanamfaidi nani? Hiyo mazungumzo unafaidi watu wachache, na watu wachache wakipata position wanasahau wa Kenya. So kuna BBI, kuna the dialogue, the one walifanya wakakwama. Hizi mazungumzo yote are not helping Kenyans to come out of the problem, because there were agenda 10, the 10-point agenda that they have never done. The taxation issues, they were never resolved. The employment issues, they were never resolved. The corruption. So why do you discuss the obvious? So I think Bwana Raila Odinga need to let Ruto die his own death, because he cannot carry his burden. Yes. Mwisho kabisa nikikupa dakika moja tu, wewe ungependekeza nini kifanyike? Kwa sababu nasema mazungumzo haya hayahitajiki. Bramwell,
kila kitu iko tayari. Kuna recommendation imesawa andikwa. There's nothing new that the conclave will bring to Kenyans. Let's implement 10-point agenda. Let's fight corruption. Let's finance education. Nothing else. Shukran sana Chris Owala, huyo mchanganuzi wa masuala ya kisiasa pamoja na mkazi wa hapa Kisumu. Matamshi yake yanafurahisha, kwani anapendekeza kwamba ya ule mdahalo ambao anautaka Raila Odinga hauhitajiki kwa sasa. Anasema kwamba kuna midahalo nyingi imeanza kufanyika humu nchini, na ile midahalo iwapo itatekelezwa, yale majukumu yaliyofikiwa katika midahalo ile, iwapo itatekelezwa, basi Kenya itakuwa mahali salama. Kwa hivyo Yeri, ni swala ambalo tunaendelea kulishabihikia na kulitafuta kwa maoni ya Wakenya kwa karibu, ili kuweza tu kujua Wakenya wengine wanasemaje. Ndio najua hapa Kisumu ukizungumza na wengine watasema kile kitu ambacho baba anasema, basi it is good as the golden word wanavyosema katika Kiingereza. Kwa hivyo nitakupendeza sana kuweza kumpata mkazi wa hapa ambaye anatoa maoni kinzani kuhusu na ule usemi ama ule msimamo wa Raila Odinga. Kwa hivyo toka hapa Yeri, moja kwa moja kwako hadi pale studio. Asante sana Bramwell Bwire ambaye ameweza kutufafanulia na kutuchanganulia masuala ambayo yapo kule katika eneo la Kisumu kuhusiana na mazungumzo ya marika. Ni moja ya mada ambazo tutakuwa tukizijadili katika kikao hiki, ambapo tayari wageni wangu wote wako hapa studioni. Baadaye tutakuwa tunaungana nao kuweza kusikia kauli zao kuhusiana na mazungumzo hayo. Lakini kabla ya kuja kuingilia hilo, nataka tuelekee Nyeri, ambapo tutakuwa tukisikia kauli za wakazi wa Nyeri kuhusiana na swala la elimu kupunguziwa bajeti yake, ufadhili wa elimu ya bure. Je, Masombo, ndoto ya Rais hayati Mwai Kibaki inauliwa na Rais William Ruto? Je, ndoto ya Rais hayati Mwai Kibaki inauliwa kwa sasa hivi na Rais William Ruto? Naam, shukrani sana Yeri. Ni kweli kwamba wakazi eneo hili wanahisi kwamba ile ndoto ama ile azma aliyokuwa nayo hayati Mwai Kibaki sasa ni kama inazidi tu kudidimia. Manake ukiangalia kwamba kulinganisha na hali ya uchumi ilivyo sasa, hatua ya serikali ya kupunguza ule mgao wa fedha kwa shule za upili kutoka 22,000 kwa kila mwanafunzi hadi shilingi 16,000 kwa kila mwanafunzi, basi ni dhihirisho kwamba huenda wazazi tena wakalazimika kugaramika zaidi kwa elimu, na hiyo ni kinyume na matarajio yalivyokuwa miongoni mwa wengi. Nataka nianze mazungumzo hapa na wakazi hapa nipate, wewe unahisije kufuatia hiyo hatua ya serikali ya kupunguza mgao wa fedha kwa shule za upili? Kwa majina mimi naitwa Gitoga, mkazi wa hapa Nyeri. Mimi nahisi inaonekana sasa ile ilikuwa imepangwa na hayati Kibaki, masomo ilikuwa ya bure, watu wa maskini walikuwa wanasoma. Sasa inaonekana tumerudi nyuma. Sasa nashindwa hii kama ndio ile bottom up tulikuwa tunamehaidiwa. Sasa inaonekana ile maskini wala chini, ala mwananchi wa kawaida hata somesha mtoto wake. Atakaa wale watasomesha ni wale matajiri. Inaonekana sasa hii si bottom up, ni top bottom, ni kuinamishwa hata kile tuko nacho kwa mfuko. Kwa hivyo hiyo subsidy ya mashule imeondolewa, itafinyilia mwananchi wa kawaida, ni kumaliza kabisa. Kwa hivyo inaonekana mtoto wa masikini, mtoto wa mwananchi wa kawaida hata hudhuria shule. Wale sasa watasoma ni wale watakuwa na uwezo, kwa sababu hata unaona shule imeharibika. Sasa mtu sasa anatafuta mankuli sasa hata si za shule. Kwa hivyo inaonekana hii serikali sio kama vile tulikuwa tunatarajia, sio kama vile tulikuwa tumehaidiwa. Kwa hivyo tulikuwa na matumaini makubwa sana. Kwa hivyo wakati tulichagua bwana Rais wetu Ruto, tulikuwa tuna matarajio sana kwa sababu atainua mshumi wa mwananchi wa kawaida. Lakini sasa tunaona ni kufinyiliwa, ni kurudi pale chini tu. Haya, asante. Nizungumza na mwenzako hapo, tueleze jina lako, nani na hisia zako ni zipi kufuatia hii hatua ya serikali na mambo ya ufadhili wa masomo? Kwa majina naitwa Mike, mimi ni mfanyakazi wa matatu. Mi vile ningetoa maoni yangu kwa mi kiumbe wa huku Nyeri, naona bado tuko katika shida kubwa na mwelekeo hatuna matumaini, kwa sababu tukiangalia tuliona Kibaki alikuwa ameleta kazi kwa vijana. Kulikuwa na kazi ya pikipiki, alileta pikipiki
na tukaona alifanya kazi mzuri, kwa sababu hao vijana hawakusumbua huyo rais, kwa sababu walikuwa na kazi ya kufanya. Kwa hivyo tunaona tukiingia katika masomo, Kibaki alikuwa ametoa watoto katika mpaka vijiji, wale watoto hawakuwa na pesa, watoto wale walikuwa na shida, hawakuwa mpaka wakienda shule. Watoto wote ndio wao sasa wakati huu wako hawana kazi, walisoma kwa bidii ya serikali. Lakini sasa tukiongelea katika UDA, ile serikali inatutawala, tunaona ni shida tupu. Kwa sababu hata si kama Mount Kenya tuliwapea katika kura nyingi, tunaona ni shida. Kwa sababu tukichagua huyu president wetu, tulikuwa tunampenda hivyo tukiwa kama wakazi wa Nyeri, na hii shida tulikuwa tunachagua ndivyo tuone maendeleo ya UDA. Na hatu kuchagua president Ruto kwa matamshi, kwa sababu yeye alikuwa ni kabila ya Wakikuyu. Tulimchagua kwa upendo, kwa kunyenyekea, kwa kuona yeye ni rais, anaweza ongoza katika hii nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo sisi tunaona hii masomo akiagusa atafanya mambo ilikuwa imewekwa ni hayati Kenyatta, ni Kibaki wakati alitoa watoto katika shida, amewarudisha katika shida. Kwa hivyo sisi tunaona maendeleo na mahitaji ya huyo president ni maskini akuwe ni yeye atakuwa katika shida times 2, kwa sababu tunaona watu wote walijitokeza katika Kenya na wale walijitokeza katika Nyeri walikuwa ni wengi na walikuwa na mahitaji. Huyu president atatusaidia. Kwa hivyo mimi naona vile atakata kutuseme ini school ya discolas wale wanakujaga wakati mchana walafu wanarudi, anasema ni 17,000. Hiyo ndio maskini ataweza kutoa katika one term. Nauliza katika roho yake yule president wa kitambo yule hayati alikufa Kibaki alikuwa anatoa hizo pesa wapi? Yeye amekosa kulipia watu maskini kama sisi. Watu wa matatu wale wanaona shilingi 10 katika kila matatu ikiondoka ya watu 16, watu ama 14. Nauliza katika hii Kenya si tutakaa wapi? Mahitaji yetu ilikuwa na matumaini yetu ilikuwa huyo president atakuwa mtu wa maskini. Alikuwa amesema atakuwa ni mtu wa maskini, mtu ana kila chochote yako nacho. Kwa hivyo mimi ningesema kama mkaaji wa Nyeri, angalie na macho mbili, asiangalie mahitaji yake ya roho yake yeye mwenyewe, angalie mahitaji ya kuangalia watu wale wengine maskini, wale wanamhitaji, wale aliamuka asubuhi kuangalia macho yake wakaona anahitaji kuamka na kuchukua hiti juu. Kwa hivyo mimi ningesema katika mkaaji wa Nyeri, angalie macho mbili, akumbuke yule alimchukua na yule alimkalia ikiti alikuwa ni maskini, na alikuwa anasema maskini huyo ndiye atamchukua kutoka chini ampandishe juu. Kwa hivyo mimi ningesema asisahau ni maskini wake, kwa sababu atatukuta huku tu, hata tukiwa na shida atakuja tu. Na nasikia akumbuke Nyeri, tutakuja tumemgojea, tunasikia anakuja, tunamhitaji saa tumwembee vile iko sawa. Asante. Naam, hizo ni kauli zao. Wanasema kwamba wanahisi ni kama wananyanyaswa, serikali inaendelea tu na kunyanyasa wale wananchi wa chini, hasa katika hii sekta ya elimu. Wanasema kwamba kinyume na matarajio kwamba ule mgao wa fedha kwa shule, mgao wa fedha kufadhili masomo, shule za msingi, shule za upili na hata vyuo ungeongezeka, lakini kinyume na hayo ni kwamba sasa ule mgao unapunguzwa. Kwa hivyo hizo ni hisia za wakazi wa mji huu wa Nyeri. Naam, bila shaka tunataka kuingia sasa katika mjadala kuangazia hali hiyo. Tumesikia kilio cha dereva huyo wa matatu katika eneo la Nyeri akisema kwamba iwapo hali hii itabadilika basi itawaathiri pakubwa, kwa sababu wao kipato chao ni cha chini na walikuwa wanategemea kwamba watoto ambao wanaenda shule za kutwa hawangelipa chochote, na kama wangelipa ada ndogo tu ya karo. Lakini sasa hivi ada hiyo huenda ikalazimika kuongezeka, maanake serikali inapunguza mgao wa kila mwanafunzi kutoka shilingi 22,244 hadi 16,500 hivi. Je, 6,000 hizi zinapoondolewa zina maana gani kwa kila mwanafunzi? Je, ndoto ya serikali kuhakikisha kwamba wanafunzi wengi wanapata elimu, mpito wa 100% utawezekana kweli? Ninao studioni ambao ni Steven Juma ambaye ni mchungaji kutoka Maji Mazuri International Gospel. Nitakuwa nikizungumza naye hapa pia. Na vile vile pia niko naye hapa studioni mchanganuzi wa masuala ya siasa Peter Mutuku Mutua, na vile vile ni naye kijana ambaye ni Michael Were Hisa, mwanasheria na mchanganuzi wa masuala ya siasa. Karibuni sana studioni. Nianze kwa vile mlivyokuja.
Mchungaji, Yes. Karibu sana. Tumemwona kwamba wakazi wamezungumzia masuala haya. Jana waziri wa fedha John Mbadi amesema kwamba serikali haina uwezo wa kuendeleza elimu bila malipo jinsi ilivyokuwa inafanyika hapo awali. Hatua kama hii unadhani itaathiri vipi wanajamii, hususan wewe ukiwa mchungaji unashughulika na wanajamii pale chini kabisa? Kwanza, jambo la kwanza, hiyo jambo limeniumiza na limeumiza community kwa sababu kuna wazazi hawana uwezo. Na mimi natoka katika sehemu naelewa watu. Kuna sehemu ile jambo wamefanya makosa makubwa sana. Inastahili hata pia waongezewe pesa. Serikali iweke achievement kwa watoto zaidi kuliko kuwapunguzia, sababu wakiwapunguzia, kuna mtoto hapa nje labda ni mama yake ni mchane, hana baba, na ana hamu ya kusoma. So hiyo ni kuua ndoto yake. Number 2, the long as wanapunguza hiyo pesa, kuna mtoto mwingine ni yatima, wanategemea children's homes kusoma. So wanapofanya hilo jambo ni vigumu sana ule mtu kuendelea na masomo. Yes. Naam, Mutuku. Mimi mwanzo nilipatwa na butwa. Kwa sababu mambo ya elimu ni mambo ya sio ya kuchezea. Mambo ya elimu, mambo ya afya, mambo kama hayo sio ya kuchezea, na hata sio kupunguza, ni kuzidisha. Kwa sababu tukiwa na elimu mambo mengine tunaweza yafanya. Unajua, unaweza tembea kilomita 20 na ufike. Lakini bila elimu hakuna kitu ya kubadilisha na elimu. Lakini unaweza tumia baiskeli, unaweza tumia mkokoteni usafiri. Lakini sasa saa zile wanafika kiwango kwamba serikali, na sijui ni sababu ya mambo kama haya wakati kama huu, ni kwa sababu serikali tunayo ya Kenya Kwanza, sijui ni wapi waliketi wakaona wataomba watu wazimwa kutoka Azimio. Wameingia pale Azimio, na mimi nikitazama sana kwa mtazamo wa ndani, wale wenye kama huyu mnaita John Mbadi kama expert, waliambiwa ni expert ati ana uzoefu. Nafikiri watu wengi wa kutoka pande ya Azimio walipoingia Kenya Kwanza walienda kule na nia ya kuharibu. Maana ile game wanacheza game yao, lakini wacheze game ya Kenya Kwanza. Kwa hiyo ukiona akiwa na nguvu, hata anaweza kwenda mbele ya watu na waambie tutapunguza elimu. Huyo ni mtu kwamba anataka kwa kimombo kusabotage serikali. Kwa hivyo sasa sisi tutaendelea na kuzungumza. Ni kosa la Mbadi kweli kusema kwamba ana sabotage? Yeye anazungumza hali halisi ya serikali, manake sidhani ni kauli yake yeye mwenyewe binafsi. Mutuku, mimi unajua, ukishapewa kazi umepewa kazi. Kama ni goalkeeper, wewe ukiruhusu bao ingie, wewe tutakulaumu. Kama wewe ni striker, kama ufungi kwa timu yetu, wewe ndio una shida. Sio kocha. Sasa hapa tukisema ni kocha, si kocha. Kocha ana mambo mengi ya kufanya, anazingatia wachezaji 11. Na wewe kama wewe mchezaji mahali pale, mimi nasema bona haikusemwa hivyo mwaka jana. Bona haikusemwa hivyo mwaka juzi. Bona imekuwa ni wakati huu. Wamechukua watu wengine kutoka sehemu zingine wakaingia ndani ya serikali. First wafukuzwe, ndio sasa tujue kazi, tujue malalamiko tutaelekeza wapi. Kwa hivyo Mutuku, ni kwamba unadhani waloletwa kutoka nje kwa broad based hawajakuwa wakisaidia serikali, wao ndio wamekuja kuleta chumvi, wameiongeza kwenye mchuzi? Unajua siasa ni sera. Kila mtu alikuwa na sera zake, wakizunguza sera hazikufanana. Mtu asituambia ati iko karibu inakaribiana. Kila timu ni sera. Sasa wanajaribu kuweka sera zao kwa sera zingine. Ukiweka sera kwa sera zingine unaharibu. Lakini hayo yote ni aibu kubwa sana kama Kenya wakati huu miaka 60 na kwamba tunaweza sema mambo ya elimu, tupunguze ada ya elimu, na tusemi tunapunguza kwa sababu gani, na tusemi tunapunguza tuipeleke wapi, na ni kusema tu hatuwezi. Ni kana kwamba wakati tulikuwa natangaza tukizunguka kila mahali tupate kura, tulikuwa tutasema tuwaweza, lakini wakati tushapewa game hatuwezi. Ni aibu kubwa sana. Michael Were, ndoto ya hayati Mwai Kibaki ilikuwa ni
wanafunzi wote warudi shuleni, wasome bure. Tuliona primary pale katika shule za msingi wakisoma bure, na unapoingia katika shule za sekondari ulikuwa unalipa ada ndogo zaidi, lakini imekuwa ikiongezeka kila kuchao. Ndoto ile bado ipo ama sasa hivi Rais William Ruto ndio anayegongea msumari wa mwisho? Naam, Bwana Suleiman, asante sana kwanza kwa kunialika leo. Karibu sana. Nashukuru sana. Kitu cha kwanza ambacho ningependa kusema ni kwamba nina huzuni sana nikiona kwamba wakati kama huu tunaweza kuwa tunaongelea mambo kama haya, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo ni ya muhimu sana ambayo yana shida ambayo tunafaa kuongelea, lakini tusiongelee mambo ambayo ni ya kawaida. Unapoangalia katika katiba yetu kipengee cha 43 kuna pale jambo ambalo linaitwa economic and social rights. Na katika sheria tunaita mambo hayo social economic rights. Katika zile social economic rights unaposoma article 43 I think F inasema every person has a right to education. Kumaanisha kwamba masomo ni haki, si ati ni mapendeleo unapatiwa na mtu. Na hii katiba ilipotengenezwa kwamba kulikuwa na ile nia ama azma kwamba kuna mambo ambayo tutahakikisha katika hii katiba tunaweza kuyatimiza, na mambo hayo tunayatimiza kwa muda, jinsi muda unavyokwenda. Kwa hivyo ukipata kwamba wanaongelea kitu kama kusema kwamba eti hakutakuwa na pesa za kutosha ili tuweze kufadhili elimu, itakuwa inamaanisha yule mtu hauwi tu elimu peke yake, bali anaua pia katiba. Kwa sababu ni kwa nini katiba waseme kwamba elimu ni haki ya kimsingi ya kila mtu katika Kenya, na wewe unakuja unasema kwamba haipo. Unapoangalia ile section, ile article katika katiba, kuna pia the right to housing. Rais amepigana sana mpaka amekata katika payslip za watu asilimia fulani ili hakikishe kwamba the right to housing imefanya nini, imetimizwa. Lakini swali ambalo tunauliza ni serikali wewe mwenyewe ulitaka kuwa rais, hakuna mtu alikwambia sawa, na ukaahidi, na ulipokuja pale kulikuwa na katiba. Nina uhakika kwamba kulikuwa na mawakili ambao walikuwa pale na wakasoma wakamueleza hii katiba inahitajika hivi na hivi. Tumeona kwamba Kenya Revenue Authority imetoa ripoti ikasema kwamba wame exceed expectations zao za ku collect revenue ama taxes. Zile pesa za juu zimeenda wapi? Hayo ndio maswali ambayo tunafaa kujiuliza, kwa sababu unapoona kama hayati Mwai Kibaki alipokuja katika uongozi, alisema unapoangalia ile manifesto ya Kibaki na ya Uhuru mwaka 2020, mwaka 2002, zilikuwa manifesto mbili tofauti sana. Na kitu kimoja ambacho ungeona katika manifesto ya Mwai Kibaki ni kwamba alisema atapatiana elimu ya bure. Na kwa kweli akapatiana elimu ya bure. Na ulipofika mwaka 2008, 2007, haikukuwa tu ni shule ya msingi peke yake, ikakuwa mpaka pia shule ya upili ya sekondari. Kwa hivyo kile kitu ambacho tungetarajia ni kwamba ile serikali ambayo inakuja pia ingeongeza, iseme kwamba unapoenda katika chuo, yani university, pia ifanye nini, iwe free. Isikuwe ati kwamba watu wanapatiwa zile help alafu baadaye unakuja unaambiwa ulipe. Kitu ambacho nitasema ni kwamba hii nchi kuna pesa, na ni pesa nyingi sana. Wakenya ni watu wanabidii, na wanabidii nyingi sana. Lakini swali ni kwamba hizi pesa ambazo Wakenya wanazifanyia kazi zinaenda wapi? Kwa sababu utakapoweza kuziba mianya ya ufujaji wa pesa, itamaanisha kwamba hizi pesa zitapatikana na kazi itafanyika. Kuna watu kama kwa mfano katika serikali ambao tunawajua, lakini kwa sababu hatutaki tupotea tutawataja majina, utawaona wanaishi yale maisha ambayo hawastahili. Tunajua mishahara yao, tunajua yale ambayo wanafanya. Hatujawahi ona kwamba ati wamefungua kampuni, wameandika watu, lakini wana mandege makubwa, wanaendesha magari makubwa, majumba manini. Kwa hivyo hiyo mambo yote ambayo kuna, those are proceeds of corruption. Unaona? Na hizo pesa ambazo zinaenda katika ufisadi ni zile pesa ambazo zinafaa kuwa zinasaidia sekta ya elimu, kusaidia sekta ya health sector. Ni kama kwa mfano labda tu nitataja kwa kupita tu kwamba katika maisha yangu sikuwahi tarajia kwamba siku moja naweza ishi katika nchi ambayo
mtu ambaye amesoma kuwa daktari ataenda kuandamana kwamba ana kazi na halipwi. Hicho ni kitu ambacho sikuwaitarajia, lakini hii serikali imenionyesha kwamba kinawezekana. Kwa hivyo kile kitu ambacho naona ni hakuna kitu kizuri ambacho hii serikali inaweza kupatiana. Ni tunafaa tu tutengeneze serikali ya mpito, watoke waende tufanye maamuzi kura zingine, tutengeneze serikali nyingine. Bila shaka huyo ni Michael Were. Nataka nipate pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kuangazia masuala haya kwa kina na kuangazia masuala mengineyo. These three men disobeyed a decree from Nemo's favorite and insulted the great Marduk. May the sentence be carried out. What makes a husband cheat on his wife like that? Many think that it's normal. And they say they still love their wives regardless of that. You don't think like that? No. Didn't we throw 3 tied men into the fire? Yes, my king. How come I'm seeing 4 free men who are strolling between the flames without any damage? Hey Baba, Olodumare, one and only, the giver of life, everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. Go shorty. We gon' party like it's your birthday. Go. Desperado. DJ Tatua. Mamico. Balotelli. Ladies to give me foot. My name is Maria. Hey, yes, I'm Simon. My name is CEO Charles Otieno. I am the Dr. C. And I bring family, love, fashion, culture. And you know I love some good controversy. From past lessons to today's stories. I anchor the conversations with distilled wisdom. Let's talk about it. I will never ever hold back. Only on Let's Be Real. Sunday at 10 p.m. on KTN. Mapenzi, ungesikia kuna mapenzi ungepata kutafuta nini? Pesa na companionship. When I look for a man, I look for a best friend, a loyal person. Yeah. Sisa mshindwa leo atakuwa anapata kigetawe akajibinjari, a surprise gift. Here. Hearing. Uhali gani mpenzi mtazamaji? Si unajua tu ikishafika Jumamosi, jua ni 5:30, wakati wa the couples game show unaletwa kwako na Zaina Ruhi Mrungu, mtoto la kiki ambao halibahatishi. My name is Maria. Hey, yes, I'm Simon. My name is CEO Charles Otieno. I am the Dr. C. And I bring family, love, fashion, culture. And you know I love some good controversy. From past lessons to today's stories. I anchor the conversations with distilled wisdom. Let's talk about it. I will never ever hold back. Only on Let's Be Real. Sunday at 10 p.m. on KTN.
Bila shaka nataka tuelekee Kwale sasa kuzungumza naye Tobias Chanji ambaye anazungumza na mmoja wa makasisi kuweza kusikia kauli zao kuhusiana na itikadi kali hususan za kidini, ambapo waumini wanashauriwa ama wanaweza kupewa maelezo ya kidini kwamba unahitajika kufunga kwa siku 40 bila kula na kunywa, ama unaambiwa kufunga siku 50 bila kula na kunywa, na mambo mengineo mengi ya kidini ambayo yanaambiwa waumini. Lakini je, huu ndio mwongozo wa kweli? Takuwa pia nikizungumza naye Steven Juma hapa ambaye ni kasisi na ni mchungaji kusikia kauli yake. Lakini kwanza kule Kwale, Tobias Chanji wanasemaje kuhusiana na swala hili? Naam, shukrani Eric. Kumbuka kuwa pia kando na eneo la Malindi katika kaunti ya Kilifi vile vile mwaka jana wakati masuala ya Shakahola liibuka, Kwale pia ilikuwa miongoni mwa maeneo ambayo ilikuwa na waumini ambao walikuwa na hii itikadi kali. Hiyo juzi tumeweza kuzungumza na Josephat Biwote ambaye ni kamishna mkuu wa kaunti ya Kilifi, akilaumu ule msitu wa Chakama ambao haujatumika kwa muda mrefu sana, akisema kuchipuka kwa hivi majuzi kwa kupatikana kwa maiti ya mtu mmoja wa umri wa makamo vile vile kunahusishwa na masuala ya itikadi kali. Na kwa sasa nitakuwa nazungumza na mhubiri mmoja katika kijiji cha Momanga, eneo la Ukunda, kaunti ya Kwale, kutuelezea tu ni kwa nini Wakristo, si Wakristo lakini kwa nini Wakenya kwa siku za hivi karibuni wameanza kuwa na imani hii na itikadi kali. Kwa majina ni Bishop Nicholas Misango Shitambanga. Mimi ni wa kanisa la The Lord's Promise Church, nikiwa maeneo ya Kwale County lakini Msambweni constituency. Pale mnafunga kwa siku 100? Kwanza nitapata kusema ya kwamba ni huzuni zaidi kwa wale ambao wanapoteza maisha kupitia kwa itikadi kali zinazotolewa na baadhi ya madhehebu ama baadhi ya watu wanaojiita wachungaji. Jambo ambalo naweza sema ni kwamba katika kila kitengo ndani ya maisha utapata watu ambao wanaenenda kulingana na haki ama na sheria ya kitengo hicho, lakini utakuta wengine ambao wanajiingiza katika kitengo fulani ambapo kwa ajili ya manufaa yao wenyewe ama kwa ajili ya tamaa zao wenyewe. Kwa mfano utakuta ya kwamba ndani ya kazi ya uchungaji, maana kuna mwito unaotoka kwa Mungu, na kuna wale ambao wanajiingiza ndani ya kazi ya uchungaji kwa sababu ni tamaa ya mioyo yao. Kwa hivyo utakuta watu hao wawili wana utofauti mkubwa. Kuna yule ambaye atafuata sheria ambazo ni sheria za Mungu, atafuata maandiko kupitia kitabu cha Mungu kitakatifu, lakini hao wengine wamepata wanadamu sahihi katika hali ya maisha ni ngumu, katika hali ya kujidumisha kwamba atakula nini, atavaa nini, ataishi namna gani, imekuwa ni ngumu. Na ndio maana unakuta wanadamu wengi, hususan nitasema kwa ajili ya Wakristo, wengi wanataka mambo ya haraka, wanataka miujiza, wanataka kutendewa mambo katika njia ambayo wao wenyewe hawatasumbuka, hawatatoa jasho. Na sasa hao wamekutana na wachungaji ama watu wanaojiita wachungaji ambao kwa sababu ya malengo yao wenyewe wanaweka sheria ama mambo yao ambao itanasa hawa Wakristo ambao wamekosa mwelekeo. Kwa hivyo jambo la hizi itikadi kali inafaa kwanza lipate kuchunguzwa, lipate kufuatiliwa, hususan katika kila maeneo. Kuna kama hapa Kwale tunayo Pastors Fellowship ambao kila mchungaji ni lazima aingie katika Pastors Fellowship mahali alipo, na hii Pastors Fellowship itapata kuchunguza huyu mchungaji mienendo yake ikoje, anaendeshaje mambo ya Mungu ndani ya kanisa hilo. Kwa hivyo nashukuru sana KTN, maana kwa kufuatilia mambo kama haya wengi wanapata kuhamasishwa na wanajulishwa. Asante sana Bwana Tobias kwa jambo hili, na Mungu awabariki. Shukrani na kubariki nawe pia hapa mhubiri. Naam, ni mhubiri Nicholas akituelezea tu kuhusiana na jinsi ya swala ibuka tu la itikadi kali ambalo limekuwa likienea katika zaidi ukanda huu wa Pwani, japo na kanda zingine katika taifa zima la Kenya. Kwako studio.
Asante sana Tobias Chanji kwa kauli hizo na kusikia sauti ya mhubiri. Nianze na wakili kwanza. Kumekuwa na kisa kama hiki, tena tunaona kisa kingine kinajitokeza. Je, hii ni dalili ya kwamba Wakenya wanataka kumfikia Mungu zaidi, ama ni utepetevu kutoka kwa idara ya polisi ama idara ya NIS? Manake Shakahola na Chakama si maeneo ya mbali. Kitu cha kwanza ambacho ningependa kusema ni naonelea ni kama ni utepetevu upande wa serikali, kwa sababu watu ni wa serikali na serikali haiwezi kuwepo bila watu. Unapoangalia katika sheria kuna kitu ambacho kinaitwa Societies Act. Societies Act inatumika kudhibiti societies ambayo kanisa pia ina fall under societies. Kile kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba serikali inafaa kudhibiti makanisa, kwa sababu utapata kwamba kuna watu watatokea, labda nitasema tu kule misituni, na itikadi ambazo hazieleweki. Unapoangalia katika nchi zingine kama Rwanda, wamedhibiti jinsi makanisa yanaendeshwa. Kwa nini niseme hivyo? Kwa sababu unapotembea katika nchi yetu huku tu mitaani, utapata labda tu kuna mahali watu wanatengeneza tent, unasikia kuna kanisa. Ukijaribu kufuatilia kuuliza hii kanisa imekuwa established vipi, what are your doctrines, kuko aje na aje, hakuna mtu ambaye anaweza kueleza. Kukuwa na kanisa si kitu kibaya, ni vizuri. Hata unapoangalia kikatiba, religion imekuwa, yani wamesema people are free to have religion and all that. But what I think is that it should be limited. Serikali ifuatilie, ijue mnafungua kanisa, huyu mtu wako kivipi, wampige msasa ajulikane. Kwa sababu unapoangalia kama kule labda Shakahola, watu wanakuja wanaambiwa kwamba ufunge kama siku 40. Watu wanataka kufunga kama Yesu siku 40. Kwa hali ya kawaida unapoangalia mwili wa binadamu huwezi tuseme labda kama siku 7 bila kula. Utakuwa mdhaifu na unaweza kufa. Na ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba watu wake wako sawa. Lile swali ambalo nitauliza ni moja. Hii ni serikali gani ambayo watu wake wanaingia katika dini ambazo hazieleweki na serikali inasema haijui? Labda serikali iwe inajua na kuna jambo ambalo inaficha, kwa sababu serikali ina mizizi kuanzia kule mashinani hadi juu. Wana chief, wana sub chief, wanaitwa nani, village elders, wana nyumba 10, wana wale watu wote. Na serikali iko katika lugha ya kimombo inasema it has all the instruments of power, authority, na like serikali ina nguvu ya kutosha. There is no weak government. Kwa hivyo mimi tu kile kitu ambacho nitasema ni serikali inafaa kuinua kiboko na idhibiti makanisa, kwa sababu kuna makanisa hata hatuyaelewi, unasikia jina hata hujawahi kulisikia. Na watu hapo, nakumbuka Mheshimiwa Raila aliposema kwamba makanisa yanafaa kudhibitiwa. Yes. Watu wakakuja wakasema yeye ni devil worshiper. Wakamuita devil worshiper, wakamuita mganga, wakamuita hayo majina yote. Lakini kitu ambacho nitauliza, wewe hata kama mtumishi wa Mungu, unafurahia kile ambacho kinaendelea Shakahola? Steve. Asante sana my brother kunipa nafasi na mimi pia kuongea mambo ya kanisa, sababu mimi ni mwana kanisa kabisa na mimi ni mchungaji kabisa na niko kule. So mimi kwanza nitakondemu kile kitu cha Shakahola kama kile kimetendeka. Hakuna mchungaji anaweza ambia mtu funga siku 40. Hiyo kwanza tuweke wazi. Wewe huwezi ambia, mimi siwezi wenzako wanavifanya. Okay. Unajua ule mtu kama wewe umepatikana makosa, kufa peke yako. Lakini usichukue msaada ama mawazo ukasema kanisa zote. Sema mimi Steve Juma. Sema mimi Prophet Juma. Mimi kanisa langu liko Komaro. Ukifika Komaro kuuliza maji mazuri. Ukifika maji mazuri utaipata. Kanisa liko na uwazi, kanisa linaingia watu zaidi ya 2000. So tunapoongea mambo ya Shakahola ama mtu kujiua, tuangalie kwanza kwa undani. Hii kitu kimeletwa na nani? Na hii tabia imesaliwa wapi? Hiyo kitu inaonekana tu pale peke yake. Sijaona hiyo kitu Baringo. Sijaona hiyo kitu Kitale. Hiyo kitu imekuwa Kisumu. Watu Kisumu imekuwepo. Kisumu. So uangalie ule mzizi umetoka wapi. Watu wote wasiwekwe pamoja. Wakasema ni watu fulani. Mtu abebe mzigo wake mwenyewe. Kama mimi mwenyewe muoga hata siwezi funga siku 10. Ule mtu ametoa wapi ujasiri wa kufunga siku 10? Mtu ametoa wapi ujasiri wa kufunga siku 10? Na kama mchungaji. Yes. Mafunzo ya Biblia yanasema nini? Kwa sababu
hapo ndio wengi wanapopotoshwa napo. Unadhani sisi tunaisoma Biblia tukaielewa ama tumekuachia wewe mchungaji tueleze kila kitu? Asante sana, asante. Nataka kusaidia mahali. Kuna mtu ameitwa na kuna mtu amejiita. Kuna nabii wa uongo na kuna nabii wa ukweli. Na kuna mtu ameitwa na Mungu, ako na passion ya kulea kanisa. Na kuna watu wengine devil worshiper, Freemason, mtu amefungua chama chake, nia yake ni kutoa mtu sacrifice. So unaweza fungaje mpaka ukufe? Surely. Huyo si pastor. Huyo asitajwe kwa wachungaji. Asitajwe kwa wachungaji mahali popote. Yes. Kwa sababu siwezi kadhani kama kuna mchungaji yote hapa Kenya anaweza akasema mtu wafunge paka wakufe. Hakuna. Huyo si pastor. Huyo si pastor. Na hakuna sheria yoyote ya kanisa inasema mtu afunge paka akufe. Hakuna uzima wa milele. Acha kudanganya watu bana. Tuongee ukweli. Kufunga huko. Na watu wanafunga. Unaelewa? Lakini hakuna ile mtu anakuambia tufunge uende na Yesu kwa macho. Who told you? Yaani hiyo sio dini. Yaani mtu tapeli. Huyo si mchungaji. Mutuku. Yes. Kuna masuala mawili yameibuka. Sijui utatoa la tatu ama utakuja na kauli yako tofauti. Kauli yangu kila wakati. Na kauli yangu ni hii. Mambo yalitokea Shakahola ni mambo ya unyama na mambo ambayo haifai kufanyika Kenya, kwa sababu Kenya in the constitution inaitwa secular state. Ikisema ni secular state ni kumaanisha president na watu wake wanafaa kuangalia sisi wote, tuwe wawe ni Waislamu, wawe ni kafiri, wawe ni Wakristiano, hata yule ajui ukafiri ni yule ajui dini, wote bila shaka naelewa. Wote wale tuko chini ya sheria ya Kenya. Nikizungumza na nikifuatilia vile kakangu amesema wakili, ni kwamba Kenya serikali inafaa kutuchunga sisi wote. Lakini nataka watu waelewe mambo ya imani haiwezi kuweka katika sheria. You cannot legalize faith. Kwa hivyo ni wewe sasa, wewe mwenyewe ujue Biblia na ujue Mwenyezi Mungu. Ile shida tuko nayo ukiwaangalia wale waliopotoka wengi, isipokuwa wachache niona ni wasomi. Manake ilisemekana kwamba kuna mmoja pale alikuwa ni pilot mzima wa kike. Kwa hivyo ni kumaanisha alikuwa amesoma kweli, lakini wengi wao ni wale wamekosa elimu. Na wengine wamekosa elimu ya Biblia. Manake wewe unaweza kuhubiriwa, na ukihubiriwa au tafuti nafasi kama kasisi Steven Juma akikwambia kuna kitabu kinaitwa kuna kitabu for example nitafute jina tu, Matthew ipo, Luke ipo, lakini unajua wanatumia vile vitabu vilivyopo ndani, lakini kwa sababu wanajua tuna uvivu wa kusoma. Hiyo uvivu wa kusoma ndio naelekea hapo. Na ujue hiyo uvivu wa kusoma ndio imetuletea hii shida. Na sasa unaona hapa tena serikali imeanza kutupunguzia uwezo wa kusoma. Sasa shida itakuwa maradufu. Maradufu, maana huwezi kusoma kama una uwezo wa kusoma. Kwa hivyo kwanza serikali kwanza ihakikishe tuna elimu ya bure, ndio ile elimu tuitumie kusoma Biblia na wale wengine wasome Qur'an. Maana ni vizuri kasisi Steven akihubiri. Baadaye kama atakuelezea kuna kitabu cha Matendo ya Mitume. Kuna kanisa ilikuwa inaitwa Berean Church. Walikuwa wakifunzwa na makasisi ama wainjilisti. Wakishaenda zao wanarudi kusoma kuangalia Biblia kana kwamba vile ule amehubiri ni hivyo. Hata ukiangalia vizuri sana Yesu mwenyewe alipojibu maswali kutoka kwa ibilisi ama shetani, alimwambia imeandikwa. Na huwezi kujua imeandikwa kama hujui kusoma. Hii hata hivi ukipatia hili jarida la leo Standard, mtu ana uwezo wa kusoma, anaona tu makaratasi ya kufunga nyama. Lakini mimi na uwezo wa kusema imeandikwa ukarasa fulani na fulani hivi na hivi. Kwa hivyo kwanza elimu turudishiwe na wajue kwamba imani haiwezi kuwekwa katika sheria. Ati utakuwa Mkristo wa aina hii kiwango hiki. Ni wewe mwenyewe. Makasisi hawa wakiongozwa nafikiri kabla tujamaliza shughuli za leo, kasisi Steven Juma hapa atatupatia mwelekeo safi na azungumze na makasisi wengine, waambie sisi makasisi tumepata aibu, tufanye hivi, aibu tuondoe na watu wakimbie, watoke makanisa badia. Kasisi Juma alizungumzia udhibiti wa makanisa, ukapanda jazba kidogo. Kwa nini hamutaki kudhibitiwa? Na kwa kweli hata nilitaka kumuuliza hilo swali. Mbona kila mara wakisema makanisa yadhibitiwe, makasisi wanapiga kelele sana? Okay, si kupiga kelele. Gharama ya huduma mimi naijua. Mimi najua kuna watu wamelipa gharama na kuna watu wana vipawa zao.
na kuna watu wameitwa. Uwezi enda kufundisha mtu kuhusu kuomba. Uwezi enda kufundisha mtu kutafuta Mungu. Kuna kitu moja na huwa naeleza watu na naomba pia nieleze. Kuna falme tatu. Kuna ufalme wa Mungu, kuna ufalme wa mwanadamu na kuna ufalme wa shetani. So ule mtu ameitwa. Vile umesema kudhibiti kanisa. Kuna ile sheria unaweza niambia mwanasheria kama huyu. Wewe ukija kanisani unajua kile kiwa kinaendelea? Kuna zile theology schools. Ni sawa. Kwenda shule watu wameenda shule vizuri sana. Lakini tuangalie dhati wale watu wameitwa. Tusiongee tapeli ya mtu mmoja, uweke wote ati makanisa, uende ufunge ile kanisa, uende ufunge ile kanisa. Ile kanisa lina issue gani? Kama tax wanalipa? Kama umesahau hiyo. Makanisa yalipi tax. Returns zote zinarudishwa, yes. Makanisa yafai kulipwa tax katika sheria. Returns zinarudishwa. Mtuku. Nataka kidogo tu dakika moja nichangie. Kwa dakika moja tu. Wakili amesema kudhibiti makanisa. Naungana na yeye. Mbele yake kasisi hapa. Kwa nini? Naungana yeye kwa sababu nikisoma Matendo ya Mitume ninaona Paul aliyekuwa mbeleni alikuwa Saul. Yes. Yeye mwenyewe akaandika nusu ya New Testament, Agano Jipya. Mbona yeye akakuwa na uwezo wa kuandika nusu ya Agano Jipya? Ni kwa sababu wale mitume wengine hawakuwa na kiwango cha elimu kama yeye. Kwa hivyo ninaposema mashule ama chuo za theolojia, mimi ningeungana na serikali niseme kasisi Steven Juma, kama una cheti ya theolojia, tuna East African School of Theology pale Buruburu, tafadhali fanya haraka, na wale wengine hawana wafanye haraka, kwa sababu hatuwezi kama serikali hatuwezi tekeleza sheria kama na sisi hatujaweka viwango. Lazima tuweke kiwango ndio tutekeleze sheria. Kwa hivyo wewe hapa tulipo, na maana unasikizwa na watu wengi, waambie makasisi wenzako Buruburu kuna School of Theology kwanza pale ndio. Lakini nije na hili swali kabla niende kwa mwenzangu Akida Kasim yuko kule katikati ya jiji la Nairobi. Unadhani elimu ndio inakufanya usiwe mwenye itikadi kali? Wanaoijua dini ndio wale pia bado wanaopotosha wasiojua dini. Were labda nitasema hivi, kitu cha kwanza, ningekuwa rais leo ningepiga makanisa yote msasa, na wale watu ambao watapatikana hawaeleweki ningewatuma nyumbani. Na pia wale watu ambao wana makanisa ambayo haeleweki waombe sana nisikue mbunge jinsi ninavyotaka, kwa sababu nitakuja na mswada ambao utahakikisha kwamba tunadhibiti makanisa. Na nasema hivyo ni kwa nini? Ni kwa sababu ni rahisi. Mchungaji umesema vizuri kabisa. Kuna wale watu ambao wanapotosha watu. Kwa hivyo kama wewe unajua hauna lolote la kuhofia, mbona upige kelele? Kwa sababu kile kitu ambacho tunasema ni kwamba tunataka makanisa ambayo yanafanya vitu kwa uwazi, vitu vinaeleweka. Ukija ukisema mimi ni kasisi fulani, sawa, una ile roho ambayo umeitwa na Mwenyezi Mungu, hatukatai. Sisi hatujaitwa katika makanisa, tumeitwa katika sehemu zingine na tukaitika. Nyinyi mkaitwa katika makanisa, acha jibu kwanza sasa. Ukaitika. Umeitika, lakini nenda shule ufunzwe jinsi ya kuendesha biashara ya kanisa, kwa sababu unahudumia wanadamu na kuna yale maneno na matendo ambayo yanahitajika katika roho za binadamu. Kwa sababu uwezi kuwa unasema kwamba mimi ni mchungaji, umetoka kule unasoma ile Biblia, unafanya zile interpretation zako kwa jinsi ambavyo unataka, kwa sababu Biblia ni kitu, ni chakula cha roho ambacho unasomea watu, na lazima ufanye interpretation katika njia ambayo inaeleweka. Kuomba hiyo ni mambo tofauti. Unaweza omba ujiangushe, uruke, ufanye hivyo. Hakuna mtu anakukataza. Lakini lazima makanisa yadhibitiwe. Na hicho ni kitu ambacho kila mtu lazima akubali. Yes. Unajibu unataka kumjibu? Namjibu hapa. Sisongi. Nataka kujibu hivi. Mambo ya kiroho na mambo ya kimwili kuna utofauti. Nimekuambia kama mimi Prophet Juma nimepatikana na makosa, mimi niandamwe mimi. Lakini wacha kuchukua mizigo zingine kupandika wachungaji wengine. Kama ni mimi nimekosea, kuja kwangu personal. Asante. Nataka niende kwa mwenzangu Akida Kasim yuko katikati ya jiji la Nairobi. Sasa hivi tunageuza mada na ndimi tuweze kuangazia masuala ya Nganya Culture. Ni
Baadhi ya tamaduni ambazo zimekuwa hapa katikati ya jiji la Nairobi, Mombasa, katika majiji makuu, utaona magari ambayo yamewekwa sanaa mbalimbali, uchoraji mbalimbali ukifanywa kwenye magari haya. Lakini ukiukaji wa sheria za trafiki pia zimekuwa zikiongezeka kutoka kwa magari haya ambayo wiki jana, katika siku za karibuni, tumewaona kwamba sheria za trafiki kwenye wamiliki wa magari haya ama wa madereva na makonda wao hawayafuatilii kwa vyovyote. Jiji la Nairobi linasemaje? Manake wanasema kama gari yako si nganya utasimama sana stendi. Kasim, wanasemaje? Na bila shaka Suleiman Yeri, tunakujia Bumbashara kutoka eneo hili la Donholm, kaunti ya Nairobi, ambapo naungana tu na baadhi ya wananchi waweze kutueleza maoni yao kuhusiana na usalama wa barabarani, hasa wanapoabiri hizi matatu za aina ya nganya. Na moja kwa moja basi nisipoteze muda niweze kuungana na mkaazi mmoja aweze kutueleza maoni yake. Karibu sana runinga KTN. Uanze kwa majina yako na kutueleza maoni yako. Je, wewe unaona unapoabiri matatu za nganya upo salama? Kwa majina naitwa Kaunda Shadrack. Kwangu mimi ningeonelea hizi nganya hazinile kitu mbaya ni ile careless driving, ambayo hadi apart from nganya kuna hizi normal matatus zinafanya, unaona, so that huwezi kwa specific kwa that nganya ndio zinapitia careless driving, though kuna hizi zingine bado zinapitia, unaona. But nikiangalia nikikondanganya, kwangu mimi naona some part of it iko sawa juu kiangalia ziko fast, ama pia zina avoid jam. Si rahisi upate zinaleta jam kwa njia, ama upate inaleta hizo vitu, na pia utapata ndani ziko congested, inabeba exact number ambayo inafaa kubeba, ambayo haibebi excess, unaona, ambayo that unapata hizi matatu za kawaida zinabeba excess, whereby watu wakiwa ndani hadi wezekana amani, unaona, wezekana. Maoni yako kwa madereva wa hizo nganya ambao wanakiuka sheria za barabarani ni gani? Okay, wanaokiuka sheria mimi naona ni kama tu serikali inaweza juu kuna traffic. Waangalie tu watu wenye wanafanya hizo maovu au watu wenye wana drive carelessly, wajaribu kuchange, unaona. Alafu wenye wata change wanaweza chukuliwa hatua, but to me nganya iko sawa, but ni ile careless driving ambayo inafaa drivers wa observe it. Na Mieru, niruhusu niweze kuungana na mwananchi mwingine aweze kutuelezea maoni yake kuhusiana na matumizi ya nganya. Karibu sana. Asante, naitwa Elsa Awor Hodira. Maoni yangu kwa magari, naona magari saizi ziko sawa. Mimi napenda sana Super Metro, ziko fast na pia ziko sawa. The service pia ni sawa. Magari zenye za huku town mimi naona kama ziko na improvement. Ni ile tu ni traffic saa zingine, but ni juu ya maybe njia ni pana, ndio maana, lakini mimi naona improvement kwa town iko sawa. Kwa magari kuna magari hizi magari za kwenda sehemu za ushago, kama ukipata kama Nissan, ndio nilikuwa naomba kama hizo makampuni wanaweza weka, unaona, kama driver wanaweza kuwa wawili, ama wabadilishe driver immediately akishafika Nairobi, kama mwenye arudi mwingine, si mwenye amekuja ndio bado tena anarudi na abiria. Inafanya kama inapata driver amechoka, analala na anaendesha kwa magari. Tumeshaona experience kama hizo, lakini sasa tunahofia sana, unajua. Sasa unapata kila mtu analala including driver. So tunaona kama hiyo inaleta shida. So kampuni kama madereva wazingatie sana sheria za barabarani. Madereva wazingatie barabarani, na tena kama hizo kampuni wanaweza improve, waweke madriver wawili itakuwa sawa. Shukrani sana kwa maoni yako. Na mnaweza kuungana na mwananchi mwingine aweze kutuelezea, je, wewe unaona uko salama unapoabiri matatu za nganya? Kwa majina ni Isaac Ochieng. Nasema kwa hii barabara hii yetu, hasa hii yetu sasa, hii ya Outer Ring, hapa tuko hiyo exit ya petrol station ya Donholm. Unapata ya kuwa most of the time unapata saa zingine magari zinakosekana, of which unapata hizi, unaona hata hizi nyuma yangu hapa, unapata saa zingine zimebeba watu zimeenda zote,
hakuna. So, serikali inafaa ifanye nini kudhibiti madereva ambao wanatumia barabara vibaya? So kenye serikali inafaa wafanye wakuwe na ile civic education, sababu unapata hapa hasa kuna saa zingine unapata kama unaona nyuma yangu kuna road sign. Kuna saa zingine madereva zingine hapa inaonyesha gari wasibebe, na hapa saa zingine unapata madereva wanakuja wanasimamisha tu gari hapo bila kuzingatia hizo road signs. Asante sana kwa maoni yako. Nimeshukuru. Naam, Yeri, kama ulivyokusikia, hao ni maoni ya wakazi kutoka eneo hili la Donholm wakisema kwamba serikali inafaa kufanya juu chini ili kudhibiti madereva ambao wanakiuka sheria za barabarani. Kutoka eneo hili sina la ziada. Jina langu ni Akida Kasim na kurudisha kwako studio Suleiman Yeri. Shukran sana Akida Kasim akiwa katika eneo la Donholm pale akizungumza na baadhi ya abiria na wahudumu katika shughuli hizo mbalimbali za magari ya umma kwenye barabara hiyo ya Donholm. Nianze nawe Mutuku. Ukiukaji wa sheria za trafiki ni jambo la kawaida sana kwa Nganya. Hata ukiwa kwenye jam wenyewe watasema ukiwa kwenye msongamano wa magari wao watavuka na mkondo ambao haupo. Hiyo ni tabia mbaya na siwezi sema maneno mengine mazuri sana kuliko hayo. Kuna kitu ningependa hapa tuweke wazi kabisa. Nganya enyewe, Nganya magari inaitwa Nganya, mwenyewe ni ameweka pesa nyingi sana pale, ina umaarufu wake. Ni mimi sijatumia, labda ni kwa sababu sijatumia matatu kwa wakati fulani, lakini hii leo nikipata fursa mimi naweza panda Nganya moja mpaka sijui eneo ya Gong kisha nirudi nione utofauti, ndio nizungumzie kitu na uzoefu. Nganya inaweza dumu, maana ile ni tabia nzuri ya kuwa na biashara nzuri, biashara safi, lakini kufunja sheria ni tabia mbaya sana. Maana hakuna sheria ya maskini na matajiri. Hakuna sheria ya gari hafifu na gari hiyo inaonekana ni kama ndege ya barabarani. Kwa hivyo ni tabia mbaya, na kama kuna trafiki basi wale polisi wenyewe ni kana kwamba watu wa biashara kuna kitengo fulani na kingine fulani. Ati wewe ukiona hii kitengo hii unaweza kufanya vyote vile ukifanya, unaweza pitia sehemu yote ile ukitaka, unaweza funja sheria, unaweza piga kelele utakavyo. Kwa hivyo sheria hapa ni shida, sio mwekezaji. Mwekezaji akaona sio vizuri chakula chake asiweke dania, akaeka dania. Sasa mwekezaji hana shida, wenye sheria kuchunga sheria ndio wana shida. Maanake wamesema kuna kitengo hiki na kile. Maanake shida iko wapi? Mtu kuwa na gari safi ambayo inakimbia, inafika Gong mara moja inarudi tena, ikifika pale Gong inajaa inarudi tena, hailipishi nauli kali sana. Shida ni polisi. Polisi mbona wanabagua? Mbona anasema hata mmepatia kuna magari sawa ndio kwanza umefanya nijue kuna Nganya. Nganya ni kumaanisha nini? Na magari yote ilikuwa ni matatu. PSV. Magari ya Nganya ni magari ambayo yana michoro, usanifu wa picha. Gari ya kisasa. Gari zote ni za kisasa, lakini ina vitu tofauti ambao viko ndani yake. Lakini kuna baadhi ya magari haya ukiangalia hayana hata zile nambari za usajili. Hayajawekwa nambari za usajili na anahudumu. Umerusha lawama kwa vitengo vya kutunza sheria. Lakini mwekezaji mwenyewe pia ana uhuru wa kujua kwamba kisheria nafaa kuweka hivi. Kwa nini lazima uchungwe? Were? Kile kitu ambacho nitasema ni kwamba mimi lile wazo la Nganya culture ni wazo zuri, nafurahia. Mimi mwenyewe nimepanda Nganya mara mingi. Kuna wakati mwingine unasikia umechoka tu, huwezi endesha gari lako. Kwa hivyo unaruka kwa Nganya, unasikiza muziki vizuri, unaenda mpaka katika town, unaruka Nganya, unarudi mtaani. Lakini pale ambapo nina shida ni mahali pamoja. Nitarudia serikali kwamba serikali imekuwa vivu, haijatengeneza barabara. Kwa sababu barabara zingekuwa ni pana za kutosha, uwe na Nganya usiwe na Nganya, watu wataendesha vizuri. Nakumbuka nilipokuwa katika chuo cha sheria, nikawa naishi Rongai. Kwa kutoka Rongai tulikuwa tunapanda, kulikuwa na Nganya zilikuwa zinaitwa waya. Kipanda waya kufika town ulikuwa unalipa shilingi 200.
unachukua muda mchache sana, sababu waya ilikuwa inapita, yani popote una nafasi unapita unaenda. Ina overlap kabisa. Na huo ulikuwa ni ukiukaji wa sheria. Na huo ukiukaji wa sheria katika sheria katika lugha ya Kimombo tutasema it was aided and abetted by the police, kwa sababu wale polisi ndio ambao wanafaa kudhibiti jinsi magari yanaendeshwa katika barabara. Na pia kwa sasa nadhani kwamba hiyo overlapping imepungua kidogo, kwa sababu unapoangalia barabara imepanuliwa, kumaanisha serikali imejaribu kufanya kazi na lazima tuwape heko. Kwa hivyo kila kitu ambacho ningesema ni kwamba Nganya culture ni nzuri kabisa, kwa sababu kuna ubunifu, unaona matatu imetengenezwa inakaa vizuri, lakini matatu kukosa nambari ya usajili, kukosa kuwa na mikanda ya usalama, hapana, hiyo si sawa. Na pia kufanya ile overlapping si sawa. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba mamlaka ya NTSA inafaa kuangalia yale maneno. Waache watu wafanye ubunifu wao, lakini magari yawe na mikanda ya usalama, isifanye ile overlapping. Na pia muziki pia wapunguze kidogo, wakati mwingine muziki mpaka unaathiri masikio, unapata magonjwa ya masikio. Nataka tupate pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kuangazia masuala mengineyo. Sende mbali mtazamaji. We value your feedback and welcome your comments, queries, and complaints regarding our content. You can get in touch with us via SMS on 22151, call 0719 012 111 or 0732 142 000, or email feedback@standardmedia.co.ke. Our PO Box number is 30080-00100 Nairobi, or deliver to our offices at Standard Group Center, Mombasa Road, Nairobi. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Sote tufurahi. Fiti. Aha, hey. The kings and queens of Dr. Junior School, ready to present a poem entitled We celebrate as we join our hands. We celebrate as we link our lands. We link for Africa. I am a proud Kenyan. Anytime I think of the beautiful landscapes, the amazing Kenyan food, and the Big Five, I simply cannot help but smile. Ma famille, ma famille. My family, my family. J'aime ma famille. I love my family. Bila shaka sehemu ya 4 na ya mwisho ya mazungumzo mjadala ni katika matukio ya wiki. Karibu sana mtazamaji, kama ndio mwanzo unajiunga nasi na KTN kwenye yanayojiri asubuhi hii, adhuhuri hii kumradhi, ikiwa dakika 34 zimekatika baada ya saa 6 adhuhuri. Karibuni sana tena watazamaji na wachanganuzi wangu. Tuangazie swala la wito wa mbunge maalum Sabina Chege. Amerai kwamba wabunge wanapougua watibiwe humu nchini, wasipelekwe mataifa ya ughaibuni. Wanaposhikwa na mafua utasikia mmoja amekimbizwa Uingereza London, mwingine amekimbizwa Mumbai India, mwingine yuko Frankfurt Ujerumani, ama Joburg kule Afrika Kusini. Anataka wote watibiwe humu nchini bila kwenda kule nchi za nje. Nianze na wewe Stephen Juma. Yes. Na madhumuni ya swali langu ni kwamba unatoka katika jamii. Jamii inaposikia kwamba pia mbunge wake atakuja atibiwe hapa hapa,
nchini Kenya hatopelekwa kule nje, inaibua matumaini yapi kwake? Kwanza ni furaha, watu wote watritiwe sawa. Uwe mpunge, uwe mwananchi wa chini, watu wote watritiwe sawa. Kule nje ile pesa unaenda kupoteza ni pesa za serikali. Na hizo pesa ndio sisi tumetoa ushuru. So mimi na support hiyo kitu. Kama ni Nairobi Hospital, tuende Nairobi Hospital wote. Kama ni Kenyatta, twende wote. Kama ni Mama Lucy, twende wote. Kama ni Mathare, twende wote. Si daktari wote wanalipwa. Sasa ule daktari unampeleka nje na mimi naachwa hapa na hudumiwa na nani? Na wewe pia ni Mkenya. So mimi naunga mkono watu tukae hapa. Unadhani itaimarisha nini? Itafanya vizuri sana. Mimi kuna mzee mmoja mimi namjua hapa Kenya. Ni taikuni sana. Lakini tumeshakutana naye kwa laini mahali. Kwa hospitali tu ya kawaida hii ya Kanjo. Tukapanga laini naye vizuri sana. Tukatibiwa na tukaenda nyumbani. Yes. Sasa sioni ule akusema yeye ni special sana aende huko na mimi nibaki hapa. Hiyo kitu haileti shangwe hata kidogo. Ile pesa wanatumia kupatia na kwenda nje. Kuna mtu Kibira hana kitu. Kuna mtu Kitale hana kitu. Kuna mtu Kayole hana kitu. Kuna mtu Mlolongo hana kitu. Hiyo pesa itengwe, basi hata waweke kwa watoto wa shule. Waongezee watoto. Were, unadhani mswada huu utakapoidhinishwa na kupitishwa utakuwa na manufaa gani kwa taifa? Nadhani katika wabunge wote ambao wameongea mwaka huu, Sabina Chege labda nitasema amejaribu kuongea jambo la maana, na nitakubaliana naye kwa sababu huwezi pika chakula kisha useme utashiriki kula kile chakula. Peleke watu washiriki na wewe useme taenda katika mkahawa nile. Ni sawa na wabunge kusema kwamba hizi ni hospitali zetu, tutatunga sheria kuhusu hizi hospitali, tutaekeza pesa kuhusu hizi hospitali, lakini hatutatibiwa katika hizo hospitali. Unajua inapea watu shauku na shaka kuhusu zile hospitali, lakini unapopata kwamba wanasema kwamba ni vema watibiwa katika hizi hospitali, kitu cha kwanza itawapa watu confidence katika hizi hospitali zetu. Kitu cha pili itafanya wajue kwamba lazima watenge fedha za kutosha katika hospitali zetu na kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanaenda katika zile hospitali, tuseme kama kwa mfano kama matabibu, ni watu ambao wamesoma hadi kimo fulani. Ndugu yangu ambaye ananifuata ni daktari, na juzi nilikuwa nasikia kiniambia kwamba wameelezwa kwamba ili upate kazi katika hospitali za serikali lazima uwe consultant, kumaanisha kwamba lazima uongeze kisomo chako. Na unapoona kwamba mambo kama hayo wanasema kwamba wabunge na all these government officials watibiwe pale, itakuwa inamaanisha kwamba now we will have a keen interest in developing our health sector na kuhakikisha kwamba zinafanya vizuri na kila mtu atakuwa na confidence. Unapoangalia kama hayati Magufuli aliletwa hapa Nairobi Hospital. Wanasema alikufia hapa na alikuwa ameletwa matibabu hapa. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ni madai hayana uhakika. Ni madai. Labda ni madai, lakini ni kama ni madai, hata ni madai ambayo yanaonyesha kwamba kuna imani fulani katika tutumie mfano wa Tundu Lissu ambaye aliletwa Nairobi kutibiwa mara ya kwanza kabisa. Hiyo inamaanisha kwamba hospitali, na wacha kwanza nikueleze kitu kimoja. Serikali inatumia fedha nyingi sana kuweza kutrain mtu awe daktari. Na kwa hivyo kama serikali itatumia hizo pesa zote, mbona huyo daktari ambaye ametrainiwa na hii serikali, sawa, asiweze kutibu watu wake wa nchi? Sisi wote tumesema sisi wote ni wa Kenya, we are equal as Kenyans. Hakuna kitu chochote ambacho kinafanya mbunge awe special kama mimi. Kama ni kupumua, tunapumua pamoja. Una hakika ukiingia bunge hutabadilisha hiyo kauli? Siwezi, nimetibiwa sasa hizi nina miaka zaidi ya 30 na nimekuwa natibiwa hapa. Mbona nibadilike? Ni kipi ambacho kitanigeuza? Kuna wabunge tulikuwa marafiki sana. Na namba zao hapa. Kabla wajaingia bunge, asubuhi wanaambia pastor, habari asubuhi. Poa. Nataka kitu fulani. Tukutane masa fulani. Tulikuwa marafiki wa karibu sana. Ile siku tu aliswea hivi. Hawaendi tena Mama Lucy. Hao ni wika zao. Nimsikize Mutuku. Mutuku, nawe hisia zako ni zipi? Unadhani itakuwa na manufaa kwa taifa ama kwa hata Mkenya wa kawaida iwapo kila mtu sharti atibiwe hapa Kenya? Utaenda Mama Lucy, shauri yako. Utaenda Nairobi Hospital, Aga Khan, shauri yako, lakini hapa Kenya. Mgeni Joe Roy Pone.
Mgeni njoo roho yangu ipone. Asante. Unajua wachanganuzi ama wahenga wetu walipotumia ule msemo ni kwa sababu kila wakati tukisubiri mgeni huja na mambo mazuri sana. Sasa hawa wageni ambao wamekuwa wakitangatanga kutoka Kenya kwenda India, kwenda wilaya, kwenda Amerikani, jooni hapa Kenya. Manake kama siku ile utaamua kuja hapa hospitali yetu ya Mama Lucy itakuwa sawa. Manake tukijua wewe mgeni ambaye ni mbunge, senator, rais wa Kenya na wengine kwamba siku moja utakuja pale kwetu Mama Lucy, tutaitengeneza tukisubiri mgeni. Mgeni jo roho zetu zipone. Asante sana. Nataka kuelekea kule Nakuru kusikia kauli nao wakazi wa Nakuru wanasemaje kuhusiana na hatua hiyo ama sheria hiyo ambayo ni mswada, kumradhi, mswada huo wa Sabina Chege kwamba wabunge watibiwe humo nchini. Ken Gashuhi, wanasemaje wakazi wa Nakuru? Naam, Yeri, swala hilo la kusema kwamba wale viongozi wako na ule uwezo wa kwenda kupata matibabu nje ya nchi, na pengine mara kwa mara unapata katika maeneo yale ambayo wanasimamia hamna zile hospitali ambazo zinaweza zikatibu mwananchi wa kawaida ikiwa angepatikana na tatizo la kiafya sawia. Lakini hapa niko na baadhi ya waendeshaji bodaboda katika jiji hili la Nakuru, na pengine nisikie moja kwa moja nipate maoni yenu. Pengine maoni yako ni yapi kuhusu hii sheria ambayo imependekezwa kuhakikisha kwamba viongozi wanapata matibabu hapa nchini badala ya kwenda nje? Kwa majina naitwa George Nyoro, nabeba na pikipiki hapa Nakuru Town. Mimi naweza sema mwenye alipendekeza hiyo maoni ya wabunge watibiwa hapa Kenya walifanya mzuri sana, sababu ile wanaenda kutibiwa huko nje, mbona wasituletea madaktari huku pia hao watibiwa huku, na pia sisi tutibiwa na madaktari huku. Juu wakienda huko wanatibiwa na wale professionals, sisi tunabaki huku tukikufa. Lakini ni vyema watrain wetu ama walete wale, tutakuwa tunatreatio sisi wote hapa na at least save life kidogo. Na pengine unafikiria kwamba wakizuiliwa kwenda nje ya nchi, hii itasaidia kuhakikisha kwamba wanajenga hospitali ambazo zinafikia kiwango ambacho wanaenda kupata matibabu huko nje? Kuna uwezekano hata kwanza wafanya watu wahitimu zaidi, sababu wakisikia mtu amegonjeka, yeye kwanza mheshimiwa fulani amegonjeka, asikia hata enda India, wata make sure huku wameleta wale daktari wenye ni professional, wenye watibu, wakisha watibu bado wataremain kukaa tu Kenya. So sisi wenyewe tukigonjeka ugonjwa kama zile zao, hata sisi tutaenda kutibiwa na wale. So utakuta sisi wote kama wanaenda wanatibiwa na wanapona, pia sisi huku tutatibiwa na tutapona, juu wale ni kama professional wale wanawatibu. So ni vyema walete huku tutibio sisi wote huku as a Kenyan. Tutibio sisi wote huku. Shukran sana. Pengine nipate maoni yako kaka kuhusu swala hilo. Mimi sina mengi, lakini hiyo kuzi yao ya kupeleka watu. Tunaangalia kamera. Okay, mimi kwangu sina mengi, lakini sasa hiyo hawa kujichagua kujipendekeza tu, wao wako na mwili special ya kujipeleka nje, hiyo ifai. Kwa maana yeye ni Mkenya pia na mimi ni Mkenya pia, wote tunafaa tutibiwe huku. So kujaribu kwenda nje ni kutuonyesha sisi hatuna maana kwa hii nchi. Shukran sana. Niweze kupata wa mwisho hapa, sijui kana uko na maoni tu, tueleza tu maoni yako. Unaona kama yenye imetolewa tu na wengine maoni ni hayo. Labda ungependa wafanye vipi ili kuhakikisha kwamba afya yako inalindwa sawia vile mbunge anachungwa, pia wewe kama mwananchi wa kawaida unachungwa? Mimi napendekeza watimbiwe, kama ni mbunge kwenye anawakilisha eneo lake la ubunge anatibiwa huko, ili ahakikishe hospitali za huko siko na dawa za kutosha. Bila shaka hizo ni kauli za wakazi wa Nakuru wakizungumzia hisia zao kutokana na mswada huo wa Sabina Chege kwamba viongozi wote serikalini, wabunge, wa maraisi, manaibu raisi watibiwe humu nchini wanapotaka tiba, na sio kuelekea katika mataifa ya ughaibuni kutafuta tiba, kwa sababu wakiweka imani kwamba iwapo atatibiwa humu nchini basi hata mwananchi wa chini atapata tiba na vifaa vyote vile vinavyohitajika kule vitaletwa huku, kumaanisha matibabu, hali ya afya itaimarishwa humu nchini. Nichukue kauli zenu za kufunga katika mada zote hizi 4 tunazozizungumzia. Kila mmoja ataamua yake na anataka kufunga nayo. Nianze nawe Steve Juma. Mimi ningependa kushukuru serikali ijali watu wa chini, na watumishi wa Mungu pia jaribu zile vitu mnapatiana kwa society siwe sawa. La mwisho, wapunge wote watibiwe hapa nyumbani. Asante. Mimi ningependekeza kama kakangu Kasisi
wabunge wote na wale wengine wakubwa pia, matajiri, tuzingatie kutafuta matibabu hapa Kenya. Maana tukitafuta hapa Kenya mahospitali itakuwa ni nzuri, imefana, na tubadilishe tabia, tuache kuwa na tabia mbaya, na tuwe na mazoea ya kujua katiba yetu ni nini, na kila wakati tukiwa na nafasi tujikumbushe wimbo wa taifa. Maana wimbo wa taifa ndio chanzo ya kutuunganisha sisi, tuwe wazalendo na tuache uzembe na tukue na utu. Na serikali, tafadhali, tulipowachagua tulitaka mkidhi mahitaji yetu, mtutolee thiki, lakini sio kuzidishia sisi thiki. Asanteni sana. Michael Were Hisa, asante. Kauli yako ya mwisho ni ipi? Kitu cha kwanza ambacho ningependa kusema kwa kumalizia, kuna msanii mmoja wa reggae alisema kwamba if education is the key, why are you making it expensive for we? Ningependa kueleza hii serikali kwamba ni masomo tu peke yake ambayo yanaweza leta usawa katika jamii. Ni masomo ambayo yanaweza toa mtu katika lindi la umaskini, na ni masomo ambayo yanaweza fanya mtu awe mtu, yani kwa sababu wanasema mtu ambaye ana masomo ni hatari zaidi kuliko mtu ambaye ameshika bunduki. Kumaanisha kwamba masomo yanafungua mambo mengi katika dunia na katika jamii. Kwa hivyo wasijaribu kuondoa fedha ama kupunguza mgao wa mambo ya elimu, na hata ingekuwa ni vyema kwamba elimu tu iwe bure kabisa. Jambo lingine ni kwamba ningependa kumpa heko Sabina Chege kwa kuwasilisha ule mswada katika bunge, na ningependa wabunge wote wafuate ile njia, kwa sababu hawatakuwa bungeni milele. Kuna siku moja watatoka na hawatakuwa na zile hela za kwenda ughaibuni. Ni hayo tu, na pia kwa kumalizia kabisa, ningependa pia kueleza serikali ifanye mambo ambayo wananchi wanapenda, kwa sababu nguvu zote ni za wananchi. Article 1 of the Constitution. Na wafuate sheria. Asante sana. Michael Were Hisa, mwanasheria, mchanganuzi wa masuala ya siasa na vile mtetezi wa vijana, na pia vile nimekuwa naye Peter Mutuku, nimshukuru sana, ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa kwa kuja studioni. Vile nimekuwa na mchungaji Steven Juma, ambaye ni mchungaji wa Maji Mazuri International Gospel maeneo ya Komarek. Ndam. Nimshukuru sana kwa kutenga wasaa kuja kuzungumzia masuala haya ya kijamii na vile masuala ya kisiasa Ijumaa hii. Kufikia hapo mimi sina la ziada. Nikushukuru mtazamaji kwa kutenga wasaa kutazama kipindi hiki popote kule uliko. Niseme kwa heri, ubaki na wingi wa heri. Mimi ni Suleiman Yeri, nikutakie wikendi njema popote pale ulipo.